Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ulil wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله عز وجل فيا أيها الناس فقد فاز المتقون. Nakuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, tunabudi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuweza kupatikaniwa na siku hii ya yaumul Jumaa tukiwa katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wengi wanatamani na walikuwa wanatamani kuweza kupatikaniwa na siku hii ya leo, lakini kwa mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala na dharurati walizopata hawakuweza kujaliwa kupatikaniwa na siku hii ya leo. Lakini mimina yote tuliyojaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa uchache wa shukrani hatuna budi kusema alhamdulillah. Na ukiangalia siku hii ya leo ni siku kubwa sana kwa waamini, wale ambao ni kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumwamini. Na ni kwa sababu gani siku hii ya leo wale wengi hawaelewi kwamba hii ni siku gani na yatakikana wafanya nini wao kama Waislamu? Ni kwa sababu ile hakikatul iman, ule Uislamu ulio sawasawa haupo katika nyoyo zao. Na hivi leo ndio maana
aweze kujulikanwa huyu ana hakika imani, lazima awe na alama fulani. Akiwa na alama miongoni mwa alama, basi unajua kwamba huyu ana hakika imani. Akishakuwa tayari mtu ana hakika imani, ataelewa kwamba hii siku ya Ijumaa yatakikana mimi kama Muislamu nifanye kitu gani na ni siku ya kufanya kitu gani. Na ukiangalia ndio maana tumezungukwa na Waislamu wengi, lakini bado hawatambui kwamba siku kama hii ya leo yaumul Ijumaa, yeye kama Muislamu ni kitu gani anafanye ndani ya siku ya Ijumaa, au ndani ya mzima anayoshughulika siku hii moja tumewekewa kwani tuweze kufanya ibada ya kuweza kuabudu Allah subhanahu wa ta'ala, ule ukweli wa kuabudu, sababu ile hakika ya imani. Bismillahirrahmanirrahim. Ayuha nas, ewa, kila kitu kinajulikana kwa alama. Lazima watu tuelewe, kila kitu kinajulikana kwa alama. Bwana huyu akasema ayuha nas, ewa, innal imana, hakika imani laisa bitamani wala bitahani. Imani sio kutamani tu wala bitahani wala kujipanga. Kwa hiyo imani kama sio kutamani wala kujipanga, ni kitu gani imani? Na mimi na wewe tutaangalia, je, hiyo imani tunayo? Maana kama huyu anasema imani sio kutamani wala kujipanga, hata ukijipanga ukavaa nguo za aina gani, bado kama wewe una alama za kuweza kujulisha wewe una imani, hauna imani. Imani sio kutamani na kujipanga, walakina al-imana, lakini imani ma waqara fi qalbi wa rasala fihi wa sadaqatu al-a'malu bi fi'li ta'at. Hiyo ndio imani. Bwana huyu akasema kwamba imani ma waqara fi qalbi ni ile ambayo imeingia ndani ya nafsi, wa rasala fihi, na ikakaa ndani ya moyo, wa sadaqatu al-a'malu, na vikasadikisha au na yakasadikisha matendo yake bi fi'li ta'at, kwa kufanya mambo ya taa, wa istinabi maasi, na kujiepusha na maasi. Hiyo ndio imani. Tuangalie mimi na wewe katika alama hizi tutakazozitaja, alama za kuweza kuwazungumza watu ambao wana imani iliyo sawasawa. Mimi na wewe tutaangalie, je, tunazo? Waislamu wanaotuzunguka wanazo? Kama Allah Taala amesema, Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna, hakika waumini, alladhina ni wale ambao idha dhukira Allahu, pindi anapotajwa Mwenyezi Mungu au akitajwa Allah subhanahu wa ta'ala, wajilat qulubuhum, kwanza zinaogopa nyoyo zao. Wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana, na zitakaposomwa aya za Allah subhanahu wa ta'ala juu yao, zadatuhum imana, inawazidishia wao imani, au inakuwa ni sababu ya wao kuzidisha imani kwa sababu ya kusoma maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa ni watu ambao wamewasifu Allah subhanahu wa ta'ala na amewazungumza akasema, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum
yeye anakuwa haraka katika kuyafanyia haraka mambo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu tayari ana hakika ya imani katika nafsi yake. Na ukiangalia Allah subhanahu wa ta'ala anazungumza kwamba kuangalia waumini walio sawasawa ndio kina nani. Ndio akasema hawa aliokati Mwenyezi Mungu asema ndio waumini wa kweli. Tena akasema lahum darajatun inda rabbihim, na wana wao daraja za juu mbele za Mola wao, wa maghfiratun wa rizqun, na vile vile wana msamaha mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa waumini ambao ni wasawasawa pindi na kusoma Qur'ani, yanaposoma maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala zinaogopa jazao, wana msamaha mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Fabillahi alaikum. Na hapa kwenye nini ayuha almuslimuna, enyi Waislamu, man minna, ni nani katika sisi, idha dhukira Allahu, pindi atakapotajwa Allah subhanahu wa ta'ala, wajila qalbuhu khawfan min Allah wa ta'dhiman lahu. Ni nani katika sisi Waislamu atakapotajwa Allah subhanahu wa ta'ala unaogopa moyo wake, khawfan min Allah wa ta'dhiman lahu, kumwogopa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na kumwadhimisha. Ni nani katika sisi Waislamu wa hivi sasa tuliokuwa nao? Ni nani huyu? Bwana anauliza fabillahi alaikum ayuha almuslimuna, ni Waislamu wauliza hawa kwamba ni nani katika sisi atakapotajwa Allah subhanahu wa ta'ala unaogopa moyo wake. Lakini mtu akitajwa kwamba kuna kiongozi fulani anakuja, basi moyo wake unaona anaogopa. Lakini akitajwa Allah subhanahu wa ta'ala ana habari, yeye ndio anaendelea kufanya mambo yake. Lakini siku ya atakapokamatwa na Allah subhanahu wa ta'ala ndio atajuta na atajua kwamba huyu alikuwa na Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa akitajwa. Ni nani katika sisi? Man minna, ni nani katika sisi, idha tuliyat ayatu rabbihim, watakaposomewa aya za Allah subhanahu wa ta'ala, zadatuhum imana, inakuwa ni sababu ya kuwazidishia wao imani. Ni nani katika sisi? Hizi ni alama za kuweza kujua uhakika wa imani. Ikisoma aya au ikisoma aya za Allah subhanahu wa ta'ala, inakuwa ni sababu ya kumzidishia wewe imani. Ni nani katika sisi? Akasema Bwana huyu, wastabshiru biha, na wanafurahi lima yajiduna fi nufusihim, kwa lile ambalo au kwa ile ambayo wanayakuta katika nafsi zao. Ni yapi hayo ambayo wanafurahikia wanayakuta katika nafsi zao? Min halawati tasdiqi biha, ambayo wanayakuta tena akaleta kwa nini ya bayani, min halawati tasdiqi biha, ambayo wanayakuta ni ule utamu wa kusadikisha Qur'ani, kwamba ikisoma wanaisadikisha, ikisoma Qur'ani ndio zao zinatetemeka kwa kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, walimtidali biahkamiha, na kutekeleza hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwamba Qur'ani inasema kwamba jambo hili halifai, wanakatazika nalo. Qur'ani inasema jambo hili lafaa, basi wenyewe ndio wanalifanya hilo ambalo Qur'ani imeamrisha. Wanaisadikisha Qur'ani. Man minna, ni nani katika sisi, qama bitahqiqi tawakkul ala Allah wal i'timadi alayhi, ni nani katika sisi amesimama
ni nani katika sisi anasimama kisawasawa, anaisimamisha swala kisawasawa juu ya njia zinazotakiwa bilmuhafadhati alaiha, na kudumu nazo hizo swala. Ikiwa yacheza Simba na Yanga, hapo ndio utaona wakina nani ndio wanasimamisha swala kisawasawa na wanadumu juu ya kuziswali hizo swala. Mpira ukiona cheza saa 10, basi mtu huyo hiyo swala saa 10 hawezi kuswali kwa sababu kuna kuchelewa. Huyo bwana ndio maana ni nani katika sisi anasimamisha swala? Ananiwaje ili watu juu ya njia inayotakiwa. Saa 10 swala sio saa 10. Ni nani katika sisi? Saa 7 swali sio saa 7. Wal-ihsani hudumiha, na kufanya vizuri mipaka yake, mipaka ya swala, kwamba swala inataka hivi, swala inakataza hivi. Ni nani katika sisi? Mabinna, ni nani katika sisi? Kama bilinfaqi mimma razaqahu Allahu min badli zakati wa saddi hajati ahli. Ni nani katika sisi amesimama kwa ajili ya kutoa mimma razaqahu Allahu, miongoni mwa vile ambavyo amemruzuku Allah subhanahu wa ta'ala, min badli zakati, ambayo ni kutoa zaka, wa saddi hajati ahli, na kuziba haja za familia yake. Ni nani katika sisi? Wala aqali bila ndugu wa karibu. Ni nani katika sisi anasimama kisawasawa kwa ajili ya kusimamia familia yake iweze kupata mahitaji yanayotakikana? Ni nani katika sisi? Nimefakiru ayuha nnas, na tufikiria enyi watu, fi hali muslimina, katika hali za Waislamu tuliokuwa nao hivi sasa. Bwana huyu baada ya kuuliza maswali haya akasema hivi, linafakiri ayuha nnasu, na tufikirie enyi watu, fi hali muslimina, katika hali za Waislamu. Inana idha fakarna, hakika sisi tutakapofikiria, fi hali muslimina lyauma, katika hali za Waislamu wa hivi leo, wa zama hizi tulizokuwa nazo, tukisafikiria, la fi hadhihi ljazirati fahasbu, si katika kisiwa hiki tu, kwa sababu bwana huyu wakati anazungumza na Waislamu alikuwa katika kisiwa miongoni mwa visiwa vya Makka. Akasema Waislamu tukishafikiria fi hali muslimina lyauma, katika hali ya Waislamu wa hivi sasa tuliokuwa nao, asema walakin fi jamii albilad alislamia, lakini katika miji yote ya Uislamu, kwamba najine tutawakuta muslimina bila islami, tutawakuta Waislamu basi na Waislamu unaotakiwa na sheria. Na hivi leo ndio wengi tuliokuwa nao, tuna Waislamu wengi lakini sio Waislamu ambao unatakiwa na sheria. Bwana huyu akasema kwamba tufikirie katika hali za Waislamu tuliokuwa nao, kwamba najine muslimina, tutawakuta Waislamu bila islami, basi na Uislamu unaotakiwa na sheria. Tuliokuwa nao wengi utasikia ni wakina Juma, lakini matendo wanayofanya ama ni wanazozifanya sio matendo ambayo anataka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana Bwana huyu anasema kwamba najida muslimina bila islami, tutawakuta Waislamu lakini hawana Uislamu unaotakiwa na sheria. Na ndio hivi leo hao wale tuliokuwa nao wakisikia habari hawana habari, kwa sababu hawana ule Uislamu unaotakiwa na sheria. Wenyewe wanaitwa tu majina ya Uislamu lakini hawana Uislamu unaotakiwa na sheria. Wamuminina, na vile vile tutawakuta waumini bila imani, basi
isipokuwa akitaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Salli ala Muhammad. Siku moja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikaa na maswahaba zake, na Mtume alikuwa na kawaida akikaa na maswahaba anawauliza, na wewe jiwekee msingi kwamba ukikaa na familia yako unawauliza mambo ya dini yao, hata ukiondoka katika ulimwengu huu ujue kwamba kuna watu umeacha nyuma. Lakini hivi leo kaa na familia yako, anapoanza kumuuliza mmoja mmoja, kama Mtume alipokuwa akikaa na maswahaba anawauliza mambo ya dini yao, wameyakamata vipi mambo ya dini yao. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من أصحابه، aliuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kikundi miongoni mwa maswahaba zake, man antum, Mtume akauliza ni wakina nani nyinyi? Maswahaba wameuliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qalu, wakasema mu'minuna, sisi ni waumini. Qala, akasema Mtume, wama alamatu imanikum, ni zipi alama za imani zenu? Maana kila kitu kina alama. Ili wao wito na hakikatul imani, lazima tuone alama. Kutoa sadaka, kufanya mambo ya khairati ni alama miongoni mwa alama za kuweza kukujulisha wewe una ile hakikatul imani. Mtume akauliza, wama alamatukum, ni zipi alama za kuonyesha imani zenu? Maswahaba wakasema, qalu, wakasema maswahaba, nasbiru ala albalai, tunavumilia juu ya mabalaa tunayopata, wa nashkuru ala raghai, na tunashukuru juu ya raha tunazozipata, wa narda bimawaqi alqadai, na tunaridhia juu ya matukio ya hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fakala, akasema Mtume Muhammad sallallahu mu'minuna, basi mimi ni waumini kweli. Hivi leo kaa na familia yako, waulize kwamba ni wakina nani, kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwauliza maswahaba zake, man antum, ni wakina nani? Maswahaba wakaeleza kwamba wao ni waumini. Hivi leo unaweza ukakaa na kijana wako ukamuuliza, hivi wewe ni nani? Au mimi ni nani? Alafu sikiliza atakachokwambia, kwa sababu tayari tumeachana na mafunzo aliyotufundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumewapuuza vijana wetu, ndio hivi leo tunawapata wakina mayele mtaani. Ni kwa sababu tayari ile hakikatul imani imeshatoweka katika familia na katika Waislamu. Ndio hivi tunawakuta Waislamu bila Uislamu na kabila sheria, ni kwa sababu wameacha msingi aliyokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutawapata vipi watu watakaokuja kusimamia misikiti hii hali ya kuwa sisi wenyewe hatuna habari ya dini yetu? Sisi wenyewe hatutaki kuwasomesha watoto wetu. Tutawapata vipi vijana walio sawasawa? Baadaye tutakapopata sisi ni vijana ambao baada ya kuondoka sisi watagawana hata majengo haya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwingine atakwambia, mimi hapa nataka nipate chumba changu, kwa sababu hawatasimamiwa katika misingi inayotakikana. Ndio hivi tunawakuta Waislamu bila Uislamu na utakiwa sheria. Huyu ukimtajia mambo ya Mungu atakuelewa, ukimtajia kwamba kuna kitu fulani kinahitajika msikitini atakuelewa, kwa sababu hajalelewa katika mazingira yanayotakikana, hajalelewa katika misingi ya Uislamu. Hawezi kukuelewa unasema nini wewe, hata uzungumze mpaka jua litue, hawezi kukuelewa, kwa sababu ile hakikatul imani hana, ile misingi ya Uislamu hana, ule Uislamu unaotakiwa na sheria hana. Kwa hiyo ndugu zangu, lazima tujitahidi sana kuweza kuwatengeneza vijana wetu, na sisi wenyewe tuweze kujiweka kisawasawa, ili tuweze kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala aliyokuwa kwa salama. Kwa sababu muumini ni yule ambaye akielekezwa jambo basi analifanya. Muumini ni yule ambaye
kama Mtume alimuuliza maswahaba, wama alamatu imanikum, ni zipi alama za imani zenu? Maswahaba wakazieleza. Hasa na mimi na wewe lazima tuwe na vielezo vya kuweza kueleza Uislamu wetu, kuweza kuelezea imani zetu, kuweza kuelezea mambo yanayotakana katika dini, na vijana wetu kuwakuza katika maamuzi hayo, ili tuweze kupata vijana wenye salama. Baadaye tusije tukapata vijana ambao watakuwa ni vijana katika mujtamai, watakuwa ni bakteria katika jamii. Lazima tuweke katika msingi na katika maadili yanayotakikana. والله تبارك وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من يومنا هذا إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. فيا أيها الناس فقد فاز المتقون. قال الله تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم ارض عن خليفة نبيك على تحقيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق. اللهم عن الإمام الأول أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب. اللهم عن ذي النورين والبرهان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان. اللهم عن ليث بني غالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأعز وأجل وأكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.